Imefichuka kuwa nyota wa Simba Anicet Yaura hakupata majeraha makubwa kama ilivyodhaniwa katika fainali ya Kombe la Muungano, bali benchi la ufundi la timu hiyo lilifanya uamuzi wa kimkakati kumpumzisha kwa ajili ya kazi maalum katika dabi ya kesho Jumapili dhidi ya Young Africans. Katika mchezo huo uliopigwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, Yaura alionekana kushika paja na kushindwa kuendelea, hali iliyozua hofu kwa mashabiki wa Simba kabla ya kocha Steve Barker kufanya mabadiliko na kumpa nafasi Selemani Mwalimu ambaye aliibuka shujaa kwa kufunga bao la ushindi katika dakika ya 119 na kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo. Akizungumza kuelekea mchezo huo mkubwa wa ligi kuu bara utakaopigwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Barker aliweka wazi kuwa hawakuwa tayari kuhatarisha nyota huyo muhimu. Nikimnukuu, amesema, hatukutaka kuhatarisha afya yake. Yaura alikuwa na maumivu madogo, lakini tuliona ni busara kumpumzisha ili awe tayari kwa mchezo wa Jumapili ambao nao ni muhimu kwetu. Hii ni dabi, mechi ambayo inahitaji wachezaji kwa kwenye kiwango cha juu kabisa. Tunamhitaji Yaura pamoja na wachezaji wengine wakiwa fiti kwa 100%. Mwisho kunukuu. Yaura ambaye tayari ana mabao matatu katika ligi kuu bara ameonyesha kuwa moja ya silaha muhimu ndani ya kikosi cha Simba tangu alipojiunga na timu hiyo Januari 2026. Uwezo wake wa kushambulia na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine umemfanya kuwa mchezaji muhimu kwa wekundu hao wa Msimbazi. Simba inaingia kwenye dabi hiyo ikiwa na presha ya ushindi ili kupunguza pengo la pointi dhidi ya watani wao Yanga kutoka 5 hadi 2. Kwa sasa Yanga wanaongoza msimamo wa ligi wakiwa na pointi 47 huku Simba ikifuatia na pointi 42, zote zikiwa zimecheza mechi 19. Katika mechi ya mzunguko wa kwanza iliyopigwa Zanzibar, timu hizo zilitoka suluhu kabla ya kukutana tena katika fainali ya Kombe la Muungano ambapo Simba ilishinda kwa bao 1-0 lililofungwa na Selemani Mwalimu. Wakati presha ya dabi kizidi kupanda, Jeshi la Kujenga Taifa JKT linaendelea na maboresho ya haraka ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuhakikisha wanakuwa tayari kwa mchezo. Katika maboresho hayo, viti vipya 2000 vinaongezwa ili kuongeza uwezo wa uwanja kutoka mashabiki 10,000 hadi 12,000, hatua inayolenga kukidhi wingi wa mashabiki wanaotarajiwa kufurika kushuhudia dabi hiyo ya watani wa jadi. Meneja wa uwanja huo Saidi Mpuche amesema maandalizi yanaendelea vizuri na kila kitu kitakuwa tayari kabla ya filimbi ya kwanza kupulizwa. Dabi hiyo ya kesho Jumapili inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa ndani na nje ya uwanja, huku viingilio vikiwa ni shilingi 15,000 kwa kawaida, yani mzunguko, VIP B shilingi 30,000 na VIP A shilingi 50,000. Imeandikwa na Elia Solomoni na kusoma kwako na Hamza Saifu.